mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo, bado kata inakabiliwa na changamoto zifuatazo. Kukosa vifaa vya michezo vya kata kama jezi mpira wa miguu miwili, jezi ya mpira wa pete, jezi 2, mipira na filimbi za kuwezeshea. Watumishi wa umma kukosa mfuko wa pamoja wa kusaidiana ambao tunaamini ungeweza kuwa sehemu ya kuimarisha mahusiano yetu. Kata ina upungufu wa watumishi 65 wa umma katika idara mbalimbali. Kukosa motisha kwa watumishi wanaofanya vizuri katika maeneo hayo. Mapendekezo ya utatuzi wa changamoto. Ndugu mgeni rasmi, sisi watumishi wa umma wa kata ya Ainio tunatoa mapendekezo ya utatuzi wa changamoto kama ifuatavyo. Wewe kama mlezi wetu wa watumishi wote wa umma wa kata, tunakuomba uongeze utaratibu wa kuanzisha mfuko wa pamoja na wa kusaidiana kwa watumishi wa umma wa kata ya Ainio. Hili la kuanzisha mfuko, nimeambiwa utusaidie kuanzisha mfuko wa watumishi. Wewe kama mlezi wa watumishi wa umma wa kata, tunakuomba uongoze utaratibu wa kuanzisha mfuko wa pamoja. Ninaamini mfuko huo upo. Ndivyo ninavyoamini kwamba watumishi mnaka mfuko fulani. Sasa kakubwa kiasi gani, kamenona kiasi gani, hilo ni swala lingine. Lakini mnaka mfuko ambako mnako kwa ajili ya watumishi. Hapa mmesema kusaidiana kwa watumishi wa umma katika kata eneo. Ninaamini hivyo mratibu. Kanachechemea. Sasa ninachokiomba kwa maana nimeambiwa nisaidie kuanzisha, maana yake nitie hamasa. Ndio maana yake. Niwaombe sana. Sasa nikishasema hivi, watu wasema tayari bwana nataka tuanze harambee hapa. Sisi bwana hatukujipanga. Mimi ninachowaomba sana, Mheshimiwa Diwani, maadamu watumishi wako hao wameanzisha hilo zoezi, nafikiri ni vizuri kwa usimamizi wako kwamba mfuko huo uweze kuendelea kukua. Ni muhimu sana. Utawasaidia watumishi katika kutekeleza na kujibu hoja mbalimbali. Kwa hiyo nakuomba, ninaamini kwa nafasi yako na kwa jinsi ulivyo makini, basi hako kama mfuko kanako chechemea, kesho tutakuta kanakimbia akachechemei tena. Na mimi nitachangia shilingi 500 kwenye mfuko huo. Uongeze, badala ya kuchechemea basi uanze angalau kutembea kidogo. Ninaamini tukiendelea zaidi mfuko huo utatembea. Lakini Mheshimiwa Diwani, nisiishie hapa. Ninaomba, kuna vijana wale wa scout waliokuja hapa mwanzoni. Walikuja hapa mwanzoni, kama nikiweza kupata viongozi wao na wenyewe na neno na wenyewe. Scout mkuu, kimbia. Hawa nitawapatia shilingi 100,000 vijana. Makofi kwa scout. Asante sana. Hiyo ni kwa ajili ya vijana wakapate soda, wakapate maji kidogo vijana, na wakubali sana hao. Lakini wazee wangu wa Unyangogo, wazee wa Unyangogo, tafadhali naomba Mheshimiwa Diwani. Asante sana Mheshimiwa Diwani kwa kuniunga mkono. Wazee wa Unyangogo, na ninyi angalau kidogo mkapoze shilingi 100,000. Mheshimiwa Diwani, naomba kwa sababu nimekuomba ili zoezi la mfuko, basi ni kukabidhi wewe ili wewe ukabidhi kwa watumishi shilingi 500,000 hizi hapa. Nashukuru, makofi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujio wako na imani tumepona. Kwa niaba ya watumishi nikushukuru sana kwa moyo wako wa utoaji.
Ndugu zangu, kutoa si utajiri, ni moyo wa mtu. Nakupongeza na nakushukuru sana. Mungu akubariki. Na mimi naomba niseme kwa kuunga mkono, naomba mratibu tukitoka hapa nitawasapoti kwa Raki1 nitaongeza. Na mambo mengine kama alivyoniagiza, nilisema huyu kakaangu, huyu ni mstaafu. Sasa nitafuata itifaki, nitapata mwongozo kutoka kwako, lakini naomba niwahakikishie vifaa vya michezo vipo vingi tu na mimi nitavitoa. Naomba tuwasiliane kwa mahitaji yenu, muorodheshe. Katibu ataniambia ni kitu gani mnahitaji, baada hivyo nitatekeleza hilo. Asante sana. Baada ya maneno hayo, naomba niseme niwatakie kila laheri. Asanteni sana, nipo tayari kwa utaratibu unaofuata. Tunashukuru sana kwa ujio wake Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na baba yetu diwani. Tumekuwa bahati kwamba tumepata madiwani wote aliyetanguliwa na mrithi wake. Sio jambo la kawaida kwa kwetu. Kabisa. La kwanza, lakini jambo la pili, wageni waalikwa na walimu watumishi. Kumrazi mimi ni mwalimu, najikuta nasema mwalimu. Tuna faida nyingine. CDO wetu tunaweza kusema ni product ya mgeni rasmi. Aliwahi kufanya kazi pale kwenye shirika lake la Sumasesu, na yamkini ndio maana anapata na hii confidence, kwa sababu mzee pale ninachojua ni kazi. Unavyosema hiyo CDO, hebu tufafanulie afu tumuone huyo CDO. Afisa maendeleo wa kata. Afisa maendeleo wa kata. Kwa amekutana na mwalimu wake. Ameiva na ametosha. Juzi tu hapa ametoka kabisa kijiji. Mheshimiwa mgeni rasmi alikuwa anasimamia idara mbili kubwa katika level ya kata. Idara ya maendeleo na utawala, lakini alikimbiza na alifanya kazi vizuri. Kwa tunaamini inawezekana alipata msingi mzuri ambao anaweza kupata ujasiri wa kufanya mambo ambayo mwajiri anamwamini. Lakini jambo lingine pia kwa ambao watufahamu, kweli mgeni wetu rasmi ni sehemu ya familia ya eneo. Anafanya kazi nyingi. Tuna vikundi hivi ambavyo vimesomwa kwenye taarifa. Ndio. Nadhani vikundi kadhaa yeye ni mlezi wake. Kwa hiyo hakuja kwa bahati mbaya, tuliamini ni sehemu ya familia yetu. Tunamshukuru sana.